Tumsifu Yesu Kristo. Leo tunaadhimisha Jumapili ya 5 ya Pasaka katika mwaka C wa kanisa 2025. Wazo kuu ni neno la Kristo, amri mpya na wapeni pendaneni kama vile nilivyowapenda ninyi. Mkipendana watu wote watajua ya kwamba ninyi ni wanafunzi wangu. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14 aya ya 21b hadi ya 27. Somo la pili linatoka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohane sura ya 21 aya ya 5 aya ya kwanza hadi ya 5a. Injili takatifu inatoka kwa mwinjili Yohane sura ya 13 aya ya 31 hadi ya 33a, aya ya 34 hadi ya 35. Katika somo la kwanza tunasikia ziara ya kitume ya mitume Paulo na Barnaba. Hawa wanafanya ziara yao katika makanisa ya Asia ndogo, yakiwemo makanisa ya Listra, Ikonia, Prisidia, Pamfilia, Perge, Atalia na Antiokia. Katika kusafiri kwao, katika kuhubiri kwao, katika ziara yao wanaihubiri injili ya Kristo Yesu kwa uaminifu, lakini pia wanawafundisha watu imani, wanaimarisha watu katika imani na kuwatia moyo. Aidha wanawafundisha pia na kuwaonya dhidi ya miiko ya imani yao. Katika kusafiri kwao katika makanisa hayo wanachagua viongozi na kuwaweka ili wayasimamie makanisa, lakini pia wawe wasaidizi wao wema. Kwa hiyo katika ziara hiyo wanayoifanya kwa uaminifu, mwisho kutokana na uzoefu wa ziara hiyo wanawaasa na kuwakumbusha waamini au wanafunzi ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mwenyezi Mungu baada ya kupitia dhiki nyingi. Hii ni kwa sababu kila neno la Mungu linapohubiriwa, ufalme wa Mungu unapotangazwa, kazi ya yule mwovu shetani inabomoka na wale walio wa yule mwovu wanakuwa wakali. Hivyo waliwainukia Paulo na Barnaba, lakini kwa kuwa walijua kwamba wametumwa na Mungu, wanayo nguvu ya Mungu ndani mwao, hawakuogopa, walisonga mbele, lakini walipata taabu na misukosuko mingi. Kwa hiyo wanawaasa wanafunzi wasiogope kuhubiri kwa imani, wasiogope kuonesha imani yao kwa matendo, wasiogope kufanya yale ya wapasayo kama Wakristo, wasiogope kuihubiri injili ya Kristo, kwa sababu misukosuko, taabu na dhiki ni sehemu ya maisha yao kama wanataka kuingia mbinguni. Kwa hivyo ndivyo wanavyotuasa na sisi kwamba tusiogope kuishi imani yetu, maana hata kama tunaudhiwa kwa ajili ya imani hiyo, hiyo ni tiketi ya kuingia mbinguni. Basi tujiulize kidogo na kutafakari kidogo juu ya ziara yao hii. Katika ziara yao tunaona kwamba walifanya kazi kubwa tena ya kuchosha, lakini hawakukata tamaa. Ndivyo wanavyotualika hata sisi kujitoa mwili na roho bila kuogopa na kuihubiri injili ya Kristo. Hawa watu hawakuwa wabinafsi, hawakujifikiria wao wenyewe, lakini walifikiria Mungu aliyewatuma, wakawafikiria na watu wanaohitaji kuokolewa kwa njia ya injili. Kwa hiyo na sisi tukiwa na imani kwa Mungu, tukiamini kwamba Mungu ametutuma na ni lazima tutimize wajibu wetu, lakini na tukiwaangalia watu tuliotumwa kwao walivyowahitaji wa hicho tunachokwenda kuwahubiria ili waweze kuokoka, tutafanya kazi kwa bidii. Lakini pia walifundisha njia ya Kristo, njia ya Bwana kwa uaminifu, bila kuogopa wala bila kushawishiwa na chochote. Katika siku zetu hizi tunazoishi kuna vitisho vingi. Ukihubiri injili ya kweli, injili ya ukweli, injili ya haki, injili ya upendo, unatishiwa mambo mengi. Lakini hayo yote hayakuwaogopesha mitume Paulo na Barnaba. Walisonga mbele kwa imani na kuitangaza injili ya Kristo. Tusiogope chochote wala tusishawishiwe na chochote, iwe hela, iwe nini. Tuweke imani yetu kwa Mungu na tuangalie watu wake ambao anatutuma kwao. Watu wote Mungu anataka waokolewe. Kwa hiyo tusiogope watu wachache tukawakosesha watu wengi wokovu. Lakini pia watu hawa waliwafundisha
watu wao, waliwafundisha waamini, waliwafundisha wanafunzi kusali na kuomba kwa maneno na kwa matendo, maana walishiriki zile sala na maombi yao. Kwa hiyo na sisi katika kwenda kwetu tusihubiri tu mambo mengine, tuhubiri pia, tuwafundishe watu kusali, maana sala inamweka mtu karibu na Mungu wake, na Mungu akiwa karibu na mtu atamuongoza, atatia neno lake ndani mwake, atamtia nguvu na ujasiri, atasimama na kuishi Injili. Tuwafundishe watu kusali na kuomba, yaani wamtegemee Mwenyezi Mungu daima. Lakini jambo lingine ndugu zangu, tunasikia ya kwamba hawakusali tu, lakini walikumbuka na kushukuru. Katika somo hili tunasikia ya kwamba waliwaombea, Paulo na Barnaba waliwaombea kutokana kwa ajili ya mafanikio ambayo walikuwa wameyapata. Kwa kweli hii ni lugha nyingine ya kusema ya kwamba walimshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mafanikio ambayo Paulo na Barnaba waliyapata. Na sisi tunafahamu kwamba kwa misemo yetu ya Kiswahili, kushukuru ni kuomba tena. Kwa hiyo kwa kule kuomba kwa ajili ya neema ya Mungu, kwa kule kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake aliyowapa Paulo na Barnaba wakautimiza utume wao vyema, waliwaombea pia mafanikio ya baadaye. Kwa hiyo tukumbuke kumshukuru Mungu kila tunapoomba, tukumbuke pia na kushukuru. Lakini pia tunaambiwa mwisho kabisa kwamba walilikutanisha kanisa zima. Kwa maneno mengine, waliliunganisha kanisa zima. Hawakuwa watu wa kuwatenga waumini na kuwatawanya waumini, bali waliwakusanya wote katika jina la Kristo, wakiwahubiri, wakiwasisitiza upendo na kuishi kama ndugu. Wapendwa ndugu zangu, tunapoliangalia somo la pili, tunamwona Yohane anaoneshwa katika maono, anaoneshwa mbingu mpya na dunia mpya. Mbingu mpya na dunia mpya, na akiona mji mpya wa Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni na kuja duniani. Anasema ya kwamba Mungu anashuka na kuishi na watu wake, anakuwa kiongozi wa watu wake, na kwa sababu hiyo anafuta vilio, chuki, uovu, uongo, ukatili. Vyote hivyo vinatoweka kwa sababu Mungu kwa kuishi kwake, haki na ukweli kati ya watu wake vinatawala, na hivyo vikitawala, watu wa Mungu wanaishi kwa amani na furaha. Kwa hiyo Mungu kati ya watu analeta amani, analeta upendo, analeta haki, analeta ukweli. Hivyo vinatawala. Hivyo vikitawala, watu wanaishi, watu wa Mungu wanaishi kwa furaha na amani. Hayo Yohane anayaona kama mbingu mpya na dunia mpya, maana ya kale yametoweka. Yule mwovu hatawali tena, maana Mungu mtu Kristo Yesu amekwisha kushinda na anaishi kati ya watu wake. Lakini sasa tujiulize kidogo, kwa uzoefu jinsi ulivyo, ni kweli tunaiona hiyo mbingu mpya na dunia mpya anayoisoma Yohane ikitawala kati yetu? Hakuna chuki, hakuna uongo, hakuna maovu mengi tunayotendeana? Kwa hakika yapo. Kwa nini? Ni kwa sababu ingawa Kristo anakaa kati yetu, yupo kati yetu, lakini hatujamkaribisha mwetu. Na kwa sababu hiyo katika Injili takatifu anapoondoka, anawaasa wanafunzi wake akisema pendaneni. Kwa nini anasema pendaneni? Kwa sababu Mungu ni upendo. Anajua wakipendana Mungu atakuwa anaishi kati yao, na Mungu akiishi kati yao, upendo, haki, furaha, amani na kila kitu kinachomhusu Mungu kitatawala kati ya watu wake. Hiyo ndiyo mbingu mpya na dunia mpya. Basi Yesu akawaambia, amri mpya na wapeni, pendaneni kama nilivyowapenda ninyi. Mkipendana, watu wote watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu. Kwa sababu nini? Mungu ni upendo. Pendaneni na Mungu atakuwa kati yenu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atutie nguvu, atuongoze na atusaidie kuishi kadiri ya mapenzi yake. Tumkaribishe Kristo wake, tupendane sisi kwa sisi, na amani, furaha na upendo wa Kristo utakuwa kati yetu. Ndiyo mbingu mpya na nchi mpya. Na hivi basi tutaanza kuishi maisha ya kimbingu tungali hapa duniani. Msifu Yesu Kristo.